Mashambulizi makali ya Iran ambapo idadi ya vifo imeripotiwa kuzidi 1100 katika nchi hizo mbili. Mkuu wa kamandi ya kati ya Marekani CENTCOM Admiral Brad Cooper anasema zaidi ya wanajeshi 50,000 wa Marekani, takribani ndege 200 za kivita, wabeba ndege wawili wa kivita na mabomu ya kimkakati zinahusika katika operesheni hiyo. Waziri wa ulinzi wa Marekani Bwana Peter anasema vikosi vingine vinaelekea katika eneo la mapigano. Tehran imeanzisha usiku wa 4 mfululizo mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Israel na malengo ya Marekani katika ukanda huo, na mashambulizi yameripotiwa kulenga ubalozi mdogo wa Washington mjini Dubai, bandari ya Fujairah katika Falme za Kiarabu na ubalozi wa Marekani mjini Riyadh. Waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Saar ametoa wito kwa mataifa ya kigeni kukata uhusiano na Iran. Nalo jeshi la mapinduzi la Iran limesema kwamba limechukua udhibiti kamili wa mlango wa Hormuz, njia muhimu ambayo inapitisha takribani theluthi moja biashara ya mafuta ambayo inasafirishwa kwa njia bahari duniani, ambapo pia masoko ya Asia yameporomoka huko wawekezaji wakihofia athari kubwa za usambazaji wa nishati. Serikali ya Israel imetangaza kumuua Rahman Mokadam, kamanda wa operation maalum ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC, wakimtaja kuwa mhusika mkuu wa jaribio la kumuua aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump kabla ya uchaguzi wa mwaka 2024. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la ulinzi la Israel IDF, Mokadam alifuatiliwa na kuuawa katika operation maalum, na Israel imesema iliarifu Marekani kuhusu hatua hiyo katika saa za karibuni. Aidha, wamedai kuwa kamanda huyo alihusishwa moja kwa moja na mpango wa jaribio la kumuua Donald Trump. Jeshi la anga la Israel IAF limesema tangu kuanza kwa operation hiyo limetumia zaidi ya milipuko na moto katika baadhi ya maeneo ya jiji hilo. Israel pia imedai kuwa vikosi vya IRGC vilionekana vikiwa vimejipanga ndani ya jengo la shule, madai ambayo hayajathibitishwa na upande wa Irani. Nayo katika tukio jingine, manowari ya Marekani imeripotiwa kuizamisha meli ya kivita ya Iran karibu na pwani ya Sri Lanka. Kwa mujibu wa taarifa hizo, takribani watu 80 wamepoteza maisha katika shambulio hilo, na video ambazo zimetolewa zinaonyesha muda ambao meli hiyo ilizama baharini. IDF pia imeripotiwa kuwa wanajeshi wawili kutoka brigedia ya 404 wamejeruhiwa katika kiwango cha wastani kufuatia mashambulizi ya silaha za kupambana na vifaru yaliyofanywa dhidi yao kusini mwa Lebanon. Wanajeshi hao walipelekwa hospitalini kwa matibabu na familia zao kuarifiwa, ambapo IDF imesema katika siku za karibuni wameimarisha nafasi za ulinzi wa mbele ili kuunda safu ya ziada ya kujihami dhidi ya vitisho vinavyoweza kuwalenga wakazi wa kaskazini mwa Israel. Jeshi hilo limeituhumu Hezbollah kwa kuanzisha mashambulizi kwa niaba ya Iran na kuonya kuwa kundi hilo litawajibika kwa matokeo na hatua zake. Kamanda wa amri ya kaskazini ya Israel amewaambia viongozi wa manispaa za kaskazini kuwa Hezbollah imefanya kosa kubwa kujiunga katika mapigano hayo, wakisema kwamba kundi hilo limeingia katika mtego wa kimkakati. Amesema IDF itaendeleza mashambulizi makali kote nchini Lebanon, ikiwa ni katika miji ya Beirut, Tyre pamoja na Sidon. Taarifa zinaeleza kuwa takribani wakazi 300,000 wameondolewa kusini mwa Lebanon kufuatia mashambulizi hayo. Nayo wizara ya ulinzi ya Uturuki imesema kombora la masafa marefu lililorushwa kutoka Iran na kuelekea anga ya Uturuki baada ya kupita Iraq na Syria lilinaswa na kuzuiliwa na chanzo cha Uturuki kimezungumza, kinasema kwamba kombora hilo lilikuwa likielekezwa katika kambi moja nchini Cyprus lakini likapoteza mwelekeo. Uturuki imemwita balozi wa Iran kwa mazungumzo kufuatia tukio hilo na kusema inahifadhi haki ya kujibu vitendo vyovyote vya uhasama, huku wakizitaka pande zote kuepuka hatua ambazo zinaweza kuongeza mzozo wa kikanda katika ukanda huo. Na kwa mujibu wa taarifa ambazo tumezipokea ni kwamba hadi hivi sasa zaidi ya wa Iran 1045 wameuawa katika kipindi cha siku 5 za mapigano kati yake pamoja na Israel wakishirikiana na Marekani, hatua ambayo inatajwa kwamba huenda pengine mapigano haya yanaweza kusababisha vifo vya watu wengi zaidi katika taifa la Iran pamoja na wale wa Israel, na hasara kubwa hasa ukanda wa Mashariki ya Kati. Sasa muda mfupi ambao ulipita tulitoa hapa taarifa kwamba Iran walitangaza kwamba kama Israel itafanya mashambulizi katika taifa hilo la Iran na hasa kulenga mji mkuu wa Tehran, basi Iran itafanya mashambulizi katika balozi zote za Israel zilizopo duniani. Tunasubiri kuona kama kilichotangazwa na Iran kitafanyika au itakuwa ni vitisho na majigambo ambayo yanaweza yakapelekea Iran kuwa miongoni mwa target kubwa zaidi za Marekani
Katika kukamilisha taarifa ambazo tuko nazo hapa, tumeona waziri wa ulinzi wa Marekani Peter amesema manowari ya Marekani imezamisha meli ya kivita ya Iran katika maji ya kimataifa. Amesema meli hiyo imezamishwa usiku wa Jumanne na kwamba hilo lilikuwa ni shambulizi la kwanza la aina hiyo dhidi ya adui tangu vita ya pili ya dunia. Anasema jeshi la wanamaji la Iran sasa liko chini ya ghuba ya wanamaji wa Sri Lanka. Jeshi la Marekani limesema kuwa tayari limezamisha meli 17 za kivita za Iran na linaelekea kuangamiza jeshi lote la wanamaji la Iran. Wakati huo huo, Urusi imelaani kile walichokiita mazoea ya mauaji ya kisiasa na uwindaji wa viongozi wa mataifa huru yanayofanywa na Marekani, ambapo Kremlin imesema Rais Vladimir Putin anafanya kila juhudi kusaidia kupunguza mvutano huo. Kampuni ya usafirishaji wa makontena ya Maersk imesitishwa uwekaji wa mzigo kwenda kutoka Bahrain, Iraq, Kuwait, Qatar, bandari mbili za Saudi Arabia na Falme za Kiarabu kufuatia hali inayoendelea Mashariki ya Kati, ambapo kampuni hiyo pia imesimamisha usafirishaji wa bidhaa hatari kwenda kutoka Israel. Shirika la utafiti wa masoko ya nishati la Kipla linasema usafiri kupitia mlango wa Hormuz umepungua kwa 90% tangu kuanza kwa mzozo. Naye mwakilishi wa Urusi katika mashirika ya kimataifa mjini Vienna, Mikhail Ulyanov, anasema milipuko imesikika karibu na eneo la usalama la kituo cha nyuklia cha Bushehr, ambapo wizara ya mambo ya nje ya Urusi imetoa wito kwa pande zote kuhakikisha usalama wa kituo hicho. Wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic IAEA anasema kwa mujibu wa picha za satellite za karibuni hakuna uharibifu katika maeneo yenye uwezo wa nyuklia nchini Iran na hakuna hatari ya mionzi sasa. Hata hivyo, wakala huo umetaka kujizuia kwa kiwango cha juu kuepusha tukio hilo. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anasema analenga kuisambaratisha kabisa programu ya nyuklia ya Iran ambayo amedai iliharibiwa mwaka jana, ambapo IAEA imesema baada ya siku 5 za mashambulizi, uharibifu ambao umesababishwa katika vituo vya Isfahan pamoja na Natanz ulikuwa ni wa juu zaidi. Nalo jeshi la Israel limesema limefanya zaidi ya mashambulizi 5,000 ya anga dhidi ya Iran tangu Jumamosi, huku Marekani ikiripoti kushambulia zaidi ya malengo 200. Hata hivyo, ripoti zinaeleza kuwa hifadhi ya makombora ya Tomahawk na vizuia makombora vya PAC-3 vya Marekani vimeanza kupungua kadri vita vinavyoingia siku nyingine. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.